Yes, mambo ni aje, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji update za Goja Media. Ni wakati mwingine mzuri ambao tunakuletea zile habari ambazo zinaendelea kutrend, zinaendelea kusumbua kwenye mitandao ya kijamii, na habari zetu ni zile zile. Faisal Salum Abdalla Feitoto, mchezaji ambaye ameweka historia ya kuwa mchezaji wa kwanza Tanzania kwa kununuliwa kwa pesa ndefu sana kutoka Azam Football Club kwenda Simba Sports Club. Haijawahi kutokea katika historia ya mpira wa Tanzania. Ni Faisal, the one and the only one. The one and only one. Feitoto ameweza kuandika rekodi yake kwa mara ya kwanza kama mchezaji ambaye uhamisho wake kutoka Azam Football Club kwenda Simba Sports Club umegharimu pesa takribani inavyokadiriwa kwamba ni zaidi ya bilioni 6. Zaidi ya bilioni 6 haijawahi kutokea katika historia ya mpira wa Tanzania. Hata wachezaji ambao sio wazawa wa Tanzania, wachezaji ambao wanakuja kutoka nje hawajawahi kununuliwa kwa pesa hiyo hapo. Kwa hiyo Feitoto nyota yake imeng'aa kiukweli. Kama ni wakati wa Mungu kweli, huu ni wakati wa Mungu kwa Feitoto. Licha ya kwamba ametrend kwa muda mrefu, lakini amekuwa mchezaji wa kwanza kabisa kununuliwa kwa pesa ndefu sana. Watu tulisubiri kwa hamu sana, watu walisubiri Feitoto mwisho itakuwaje. Leo ndio mwisho. Leo ndio mwisho, inaenda kujulikana mbichi na mbivu, inaenda kujulikana Feitoto anaelekea upande gani. Lakini ukweli ni kwamba mnyama tayari, kwa maana unaambiwa usiku wa kuamkia leo viongozi wa Simba hawajalala, walikuwa wanapush, wanasukuma yani watu hawajalala. Unaambiwa hawajalala, wanasukuma dili ili liweze kukaa sawa, mambo yaweze kuwa mazuri. Lakini kwa taarifa ambayo tumepata ni kwamba mambo tayari yamekuwa mazuri, na muda wowote kuanzia hivi sasa Feitoto anatambulishwa kama mchezaji rasmi wa Simba Sports Club. Noma sana, mchezaji ambaye amedumu kwenye trending zaidi ya mwezi mzima, amedumu kwenye trending kwa muda mrefu Tanzania nzima na nje ya mipaka ya Tanzania. Ni Faisal Salum Abdalla Feitoto. Kila ukienda, mtoto mdogo, watu wazima, wazee, hadi mababu na mabibi, ni Feitoto. Kila mtu ukimuuliza na kuuliza Feitoto, kila mtu ukienda Feitoto, Feitoto. So make headlines kwa muda mrefu sana, na ni mchezaji pia ambaye ameweza kumake headlines kwenye mitandao ya kijamii. Yani ameweza kutrend kwa muda mrefu. Yani kiukweli Feitoto ameandika historia ya kipekee ambayo hakuna mchezaji mwingine ambaye amewahi kuiandika katika historia ya mpira wa Tanzania. Sio mzawa wala mgeni, hakuna aliyewahi kufanya hivyo kama ambavyo amefanya Feitoto. Lakini kilichoshangaza wengi ni hiyo pesa ambayo amenunuliwa, hiyo pesa ambayo imetumika, gharama zote zilizotumika mpaka kumngoa pale Azam Football Club, zaidi ya 6 billion. 6 billion B6, sio mchezo, pesa ndefu sana. Hiyo ni pesa ambayo tukipewa mimi na wewe tutakula maisha yetu yote, watakuja watoto wetu watakula maisha yao yote, watakuja wajukuu watakula maisha yao yote mpaka vitukuu. Halafu ndio pesa ambayo kanunuliwa Feitoto. Noma sana, hatari sana. Feitoto amekuwa mchezaji wa kipekee. Hata akina Mbwana Ali Samata hawakuwa hivi. Ndo kipindi hicho pia walikuwa wanawika, lakini hawakuwa kama jinsi ambavyo amekuwa Feitoto. Hii Feitoto ni ya kipekee. Feitoto ni kama nyota imemnyokea, Mwenyezi Mungu kamuona. Lakini pia Feitoto anakuwa ndiye mchezaji anayelipwa pesa nyingi sana katika ligi yetu ya Tanzania. Kwa mara ya kwanza anakuwa mchezaji ambaye anapewa pesa nyingi, yani kwa maana ya mshahara mrefu kuliko wachezaji wote hapa Tanzania. Lakini nimesahau kitu kimoja, sijakusanua. Feitoto pia ndiye mchezaji namba 1 ambaye signing fee yake, yani ile gharama ya kumsaini ni pesa ndefu kuliko mchezaji yeyote
Tanzania. Yani ndiye mchezaji ambaye pesa ya kumsaini amepewa pesa ndefu sana kuliko mchezaji yeyote hapa Tanzania. Kwa hiyo ni rekodi ambazo yeye mwenyewe ameamua kuziandika. Fei Toto ameamua kuziandika. Kwa hiyo amekuwa mchezaji wa kwanza kununuliwa kwa pesa ndefu, lakini pia amekuwa mchezaji wa kwanza signing fee yake, pesa yake ya kusaini Simba ndefu kuliko mtu yeyote, mchezaji yeyote kuwahi kutokea. Lakini pia ndiye mchezaji ambaye amekaa kwenye trend kwa muda mrefu kuliko mchezaji yeyote kuwahi kutokea hapa Tanzania. Lakini ndiye mchezaji pia ambaye analipwa pesa nyingi sana, au atakuwa analipwa pesa nyingi sana ndani ya kikosi cha Simba Sports Club, lakini pia katika ligi nzima ya Tanzania. Ndiye mchezaji ambaye atakuwa anaongoza kwa mshahara, inakadiriwa kuwa shilingi za Kitanzania milioni 80. Hii ni pesa ambayo hakuna mchezaji anayepokea pesa hii katika ligi yetu ya Tanzania, wala hajawahi kutokea. Kwa hiyo Fei Toto anakuwa ndiye kiumbe wa kwanza kuandika hiyo historia. What a player. Nitumie msemo wa watani wa jadi wa Simba, Young Africans. What a player. Sasa hii ndo what a player. Fei Toto ameandika rekodi za kipekee, ameandika rekodi ambazo wafalme wa soka ambao wamewahi kuimbwa katika historia ya mpira wa Tanzania hawakuwahi kufanya hivyo. Lakini hii ni ishara kubwa kwamba mpira wetu wa Tanzania unakuwa. Ukiona mchezaji ananunuliwa kwa gharama kubwa kiasi hichi, hii inamaanisha kwamba ligi yetu ya Tanzania imekuwa na inazidi kwenda international. Kama Fei leo kanunuliwa kwa pesa hiyo na klabu ya hapa Tanzania, basi kesho tusishangae kuona mchezaji mwingine akinunuliwa kwa pesa mingi zaidi ya hiyo na klabu kutoka nje ya Tanzania. So hiyo ndo habari kubwa ambayo imetufikia, na sisi tukaona tukufikishie wewe ambaye pengine ulikuwa unasubiri kupata habari kama hizi. Lakini nikukumbushe tu kwamba hakikisha umesubscribe, lakini pia umeturn on all notification ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata mwendelezo nini kitaendelea mpaka Fei Toto akitambulishwa, kwa maana sisi kazi yetu ni kukupa hizo update zote. Kwa hiyo stay tuned, usiondoke. Mimi sina la ziada, tukutane wakati mwingine. Bye bye.